بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. Ikiwa ni usiku wa tarehe 1 mwezi wa Dhulqaada mwaka 1440, katika darasa ya kitabu Zaka kutoka katika kitabu Al-Mulakhas Al-Fiqhi Al-Allama Salih Al-Fawzan حفظه الله تعالى. فيكي باب في بيان أهل الزكاة ومن لا يجوز دفع الزكاة لهم. مهم لانغو سيدي وتزنغكية كتك آية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. Wakupewa zaka ni mafakiri na maskini na wanaozitumikia. والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. na wakutiwa nguvu nyoyo zao na katika kukomboa watumwa na wenye madeni na katika njia ya Allah na wasafiri. Faridatan min Allah, huu ni wajibu uliofaradhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alimun hakim, na Allah ni mwenye kujua, mwenye hikma. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: واعلم أنه لا يجزئ دفع الزكاة إلا للأصناف التي عينها الله في كتابه الكريم. jua ya kuwa haitoshelezi kutoa zaka, awe mtu amehesabika ametoa zaka, isipokuwa wa aina za watu hawa ambao Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe amewaainisha na kuwachagua katika kitabu chake kitukufu. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فهؤلاء المذكورون في هذه الآية الكريمة هم أهل الزكاة الذين جعلهم الله محلا لدفعها إليهم. لا يجوز صرف شيء منها إلى غيرهم إجماعا. هوا waliotajwa katika hii aya tukufu ndio wastahiki wa kupewa zaka, ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewajaalia ndiyo sehemu ya mtu kuitolea zaka yake. Haijuzu na pia haitoshelezi kwa mtu kuchukua katika pesa za zaka akazipeleka kwa wasiokuwa hawa waliotajwa, na hii ni kwa ijmaa, hakuna ikhtilaf baina wanavyuoni. kuwa zaka
ni lazima ipelekwe kwa hao watu aina 8 waliotajwa katika hii aya ya sura at-Tauba, aya 60 sura at-Tauba. وأخرج أبو داود وغيره عن زياد بن الحارث مرفوعا: إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها 8 أجزاء. والله سبحانه وتعالى hakuridhia hukumu ya nabii au yoyote katika zaka mpaka akahukumu mwenyewe akazigawanya hao watu aina 8. وهذا الحديث ضعيف ضعفه العلامة الألباني في ضعيف الجامع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل: إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. na Mtume sallama alimwambia yule aliyemuomba, ikiwa wewe ni katika hao watu waliotajwa katika hii aya basi nitakupa. Na hii au hiki kipande cha hadithi ni chenye kutimiza ile hadithi tuliyotangulia kuitaja hapa kuwa ni dhaifu. Ingawa tunaona katika aya kwa Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe amelisimamia jambo la kugawa, yani wale wanaostahili kupewa zaka kama ilivyokuja katika hii aya. قال الشيخ الفوزان: وذلك أنه لما اعترض بعض المنافقين على النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات بين الله تعالى أنه هو الذي قسمها وبين حكمها وتولى أمرها بنفسه ولم يكل قسمتها إلى أحد غيره. baadhi ya wanafiq walitaka kufanya upinzani dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sadaqat, yani zakat. Allah subhanahu wa ta'ala akabainisha kuwa yeye ndiye aliyegawa, yani wale watu wanaostahili zaka ni yeye ndiye aliyewachagua na kusimamia jambo lao mwenyewe, wala kigao chao hakukiegemeza kwa yoyote yule mwingine. Kwa hivyo hawa waliotajwa katika hii aya ni Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe amelisimamia hili jambo, na yeye ndiye aliyewachagua kuwa hawa ndio wastahili kupelekewa zaka. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يجب صرفها إلى الأصناف 8 إن كانوا موجودين. ni wajib zaka kupelekwa kwa hawa watu aina 8 ikiwa wapo. Maana katika mji mmoja ikiwa wapo mojawapo katika hizi aina 8 ndio wanaopewa. wa illa surifat ila almawjud minhum, ikiwa hawakupatikana wote basi wale watakaopatikana katika hao 8 wapelekewe hizo zaka wapewe. ikiwa pia hawatopatikana, qala wa naqluha ila haythu yujadun, zitanukuliwa zile zaka zipelekwe kwingine ambapo wapo hawa watu aina 8. Kwa mfano katika mji hakuna yoyote katika aina hizi 8 hapa, yawezekana? Naam, yawezekana. Yaweza kutokea kuwa katika mji fulani wanaoishi pale wote ni matajiri, wa haishi isipokuwa matajiri. Iko baadhi ya sehemu ambazo ziko namna hiyo, na hakuna anayestahili kupewa zaka, hakuna aina yoyote katika hawa 8 katika mji kama ule.
sahapa itaondoka katika sehemu kama ile iende kwenye sehemu nyingine ambayo wapo hawa watu ambao wastahili kupewa zaka. Kwa hivyo watainukuu ile zaka kutoka katika sehemu ile, waiondoe waipeleke kwingine ambako kuna wale wanaostahili. Ni wajibu kupewa wale wanaostahili peke yao. وقال رحمه الله endelea tena Sheikh al-Islam asema لا ينبغي أن يعطى منها إلا من يستعين بها على طاعة الله. haipasi kupewa katika zaka isipokuwa yule ambaye kile anachopewa katika zaka kitamsaidia yeye katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. فإن الله فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين أو من يعاونهم. ni Allah subhanahu wa ta'ala ameifaradhisha zaka iwe ni msaada katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala kwa yule anayehitajia katika waumini au anayewasaidia kama al-amiluna 'alayha. faman la yusalli min ahli al-hajat, yule ambaye hasali kwa mfano katika watu ambao ni wahitaji, fakiri, maskini. Wapo wengi maskini hawaswali. Waweza kushindwa ushughulishwa na nini? Aweza kuwa mtu ana mali, pengine utasema ile mali inamghuri, akashughulishwa na ile mali, haswali. Kuna watu hana kazi yoyote, mtihani kuanzia asubuhi mpaka jioni, amekaa maskani atizama anayepita anayerudi. Adhana za swala zote zitaadhiniwa, hata moja hatoinuka ende akaswali, na huwa na mtihani. Yani katika mtihani alionao alikuwa atakikana ajikaribishe zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala, amuondolee. Lakini yeye kazi yake ni kukaa maskani, akiona watu wapita enda msikitini, naona waenda kutekeleza kipindi. Sio na mmoja juzi namsikia mwambia mwenzake, tekeleza kipindi bwana. Bwana, haya bwana, tuombee na sisi. Na ameketi wala gati, yeye wala marungi. Sasa washindwa watu kama hawa ambao yeye mwenyewe maskini, kisha juu yake haswali, mtihani juu ya mtihani. Lakini sasa ikifika wakati wa zaka na yeye pia yuwataka. Sheikh al-Islam asema faman la yusalli min ahli al-hajat la yu'ta minha, huyu hapewi katika zaka. Haifai kumpa zaka tariku sala. Na hapa ndiyo maswali ulizo mara nyingi, kama mtu bwana ni mlaji marungi daima, ala marungi afaa kumpa zaka? Afaa yeye atoe zaka kila siku ala marungi huyo? Yeye ndo afaa atoe zaka? Matajiri sana. Ama mtu kila siku avuta unga, na sallallahu yahdia na wiyahum, avuta unga kila siku, yeye mteja mkubwa hakuna kama yeye. Kila siku ana shilingi sijui bei gani, 250 kama 300 kama 500, Allahu a'lam. Sallallahu yuafiyana wa iyyakum wa yahdiyana wa iyyahum. Ni mtihani wallahi. Kisha huyu ataka katika zaka, haswali, atumia uraibu, kila aina ya balaa yuko nazo, ni jina tu kwenye kitambulisho kuwa huyu ni fulani Muislamu. Katika hali kama hii Sheikh al-Islam asema la yu'ta minha, huyu hapewi katika zaka hatta yatuba wa yaltazima biadai as-sala, mpaka atubie na alazimiane na kutekeleza swala. Hili ni jawabu ya swali ambalo mara nyingi laulizwa na jamaa yangu, lakini tariku sala naweza kumpa zaka? Usimpe mpaka aswali. Kuna bwana mmoja ni mraibu, ala marungi kwa mfano, ama atumia ya madude. Je, nimpe zaka? Usimpe mpaka atubie. Akitubia ndio atapewa, sababu zaka imewekwa kwa ajili ya kumsaidia mtu kumtii Allah, si kumuasi.
Sasa ikiwa yule masikini haswali, je, akipata taswali tena huyo aweza kutokana na maimamu juu? Kwenda imamu mnafiki wewe, juu yake amwambie hivi. Kwa nini ampata yeye? Na ndio pale sasa hoja kusikia nyumba imewekwa magoma makubwa kweli mitaani, nini ampokea zaka wewe. Sasa yale marungi aliona magoma ndo zaka imewekwa kwa ajili ya mambo ya kipuzi kama haya? La wallah. Lakini ukampa mtu alikuwa ahangaika atafuta hana kitu, alipopata roho yake ikatulia, akawafanya ibada zaidi, ikawa yamsaidia kufanya ibada zake na watu wake wa nyumbani watosheleza, alhamdulillah, huyu ndiye anastahili kupewa zaka. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: لا يجوز صرف الزكاة في غير هذه المصارف التي عينها الله من المشاريع الخيرية الأخرى كبناء المساجد والمدارس. haijuzu kupeleka zaka kinyume na hawa aliyowataja Allah subhanahu wa ta'ala na kuainisha katika masharia na katika miradi ya khairi mengine, kama kwa mfano kujenga misikiti na madrasa. Kuna mchango wa kujenga msikiti, mimi na zaka nitoe? La, si mahali pale. Pale toa sadaka yako, kuna shida, lakini zaka si ya kujengea msikiti. Mtu aweza kusema lakini hapa yasema wa fi sabilillah. Fi sabilillah yaingia vitu vingi sana. La, ikija fi sabilillah katika Qur'an na Sunna hivi hivi maana yake ni al-jihad fi sabilillah, kama tutakavyoona biidhnillah ta'ala hapo mbele. Wala imaanishi kila njia ya khairi. Ingelikuwa ni hivyo kungelikuwa kuna haja ya kusema innamas sadaqatu lilfuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha, ingekuja moja kwa moja innamas sadaqatu fi sabilillah kush, ingelikuwa zote zaingia hapo ndani, hakuna haja ya kutaja wengine, maana njia za khairi nyingi. innamas sadaqatu fi sabilillah kush, itakuwa shaingia fi sabil, kila aina ya khairi itaingia ndani yake. Kwa tutajingia mashule, tutajingia madrasa, tutajingia misikiti, tutajingia kadha, lakini Allah sema innamas sadaqatu lilfuqara wal masakin la akhir al-aya. قال الشيخ الفوزان لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين وإنما تفيد الحصر. إنما يتبع فائدة حصر. nini maana hasra? Asema watuthbitu alhukma lima ba'daha, bimaana ni hawa peke yao. Kwa hiyo hii hukumu itakayotajwa baada ya inma ni kuwa yawakusudia hao waliotajwa hapa peke yao. watuthbitu alhukma lima ba'daha wa tanfihi amma siwahu. Kwa ile hukumu yathibitishwa kwa hawa na kukanushwa kwa yoyote asiyekuwa hawa. والمعنى ليست الصدقات لغير هؤلاء، na maana yake ni kwa sadaqa ambao ni zaka na kusudiwa hapa si kwa yoyote ambaye si katika hawa, bali haulai khassa, bali zaka ni kwa hawa waliotajwa khassa. wa inma samma Allahu al-asnaf ath-thamaniya إعلاما منه أن الصدقة لا تخرج من هذه الأصناف إلى غيرها. na Allah subhanahu wa ta'ala amewataja hawa aina nane hawa amewataja ili kutujulisha kuwa zaka haitolewi isipokuwa kwa hawa waliotajwa, pasi na yoyote mwingine wasiokuwa hao. وهذه الأصناف ila qismain. Kisha akaja Sheikh Al-Fawzan kutueleza vigawanyo katika hawa aina 8 waliotajwa. Wako katika vigawanyo viwili. القسم الأول المحاويج من المسلمين, kuna wale wahitaji katika waislamu. والقسم الثاني من في إعطائهم معونة على الإسلام وتقوية له,
من في إعطائهم معونة على الإسلام وتقوية له wale ambao katika kuwapa ile zaka ni kwa sababu ya msaada wao katika Uislamu na kuutilia nguvu. Man fi i'ta'ihim ma'unatun 'ala al-islam wa taqwiyatun lahu kama almujahiduna fi sabilillah. Wale wakipelekewa zaka ni kuwa katika kuwasaidia ni kwa sababu wao wasaidia Uislamu na kuupa nguvu Uislamu, ndio maana wapelekewa katika zaka. وقول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ففي هذه الآية الكريمة حصر للأصناف أو لأصناف أهل الزكاة الذين لا يجوز صرف الزكاة إلا لهم. katika hii aya tukufu utakuta kuna hasr, wamefungwa wale aina ya watu wanaopewa zaka. Katika hao waliotajwa haijuzu kupeleka zaka isipokuwa kwao, wala yujzi sarfuha fi ghairihim, na wala haijuzu kuipeleka zaka kwa wasiokuwa hawa nane. Bimaana kwa mfano mtu akatoa zaka zake, alhamdulillah Allah amemfungulia katika dunia, zaka ikaja kwa mfano milioni 20 ya Kenya, hiyo zaka tu, zaka yake. Akasema kwa kuwa hizi pesa zaweza kujenga msikiti, wacha mimi nijenge msikiti. Akaitoa zaka yake ya milioni 20 akajenga msikiti mpaka ukatimia msikiti. Hii zaka aliyoitoa ameipeleka mahali ambapo Allah subhanahu wa ta'ala hakumuelekeza kupeleka. Kwa hivyo mwanzo ilikuwa haijuzu kwake yeye kuipeleka zaka katika kujenga msikiti, na pili ile zaka aliyoitoa haijamtosheleza kuwa ni zaka, itabidi atafute milioni 20 nyingine atoe zaka. Kwa hiyo ile itakuwa ni sadaqa ameitoa, atapata thawabu ya sadaqa, tena sadaqa jaria. Lakini kuwa ni zaka la, zaka ni lazima ipelekwe kwa hao watu aina nane. Anasema wahum 8 asnaf. Kisha Sheikh Al-Fauzan sasa ataanza kueleza mmoja baada ya mwingine. Ahaduhum al-fuqara. Tuanze na wale waliotajwa mwanzo, al-fuqara. Wahum ashaddu hajatan min al-masakin. Fuqara haja yao imezidi wale maskini. Mafakiri haja yao imezidi maskini. لأن الله تعالى بدأ بهم وإنما يبدأ بالأهم فالأهم. كسبب الله سبحانه وتعالى ameanza na wao, na bila shaka alianza kwa yule muhimu zaidi kisha yule muhimu. Kuna muhimu zaidi na kuna muhimu, sio kwa wale wengine si muhimu, la, ni muhimu, lakini hawa ni muhimu zaidi, ni wahitaji zaidi. والفقراء هم الذين لا يجدون شيئا يكتفون به في معيشتهم. na mafakiri ni wale ambao hawapati chochote ambacho chawatosheleza wao katika maisha yao ya kila siku. Kula kwao pengine labda akila asubuhi hajui atakula nini ghadaa, na akila ghadaa mpaka kesho. wala yaqdiruna ala takassubi, wala hawana uwezo wa kuchuma. Wako wale ambao wana uwezo wa kuchuma, watakana wajitume miili yao wafanye kazi ili wapate riziki yao ya halali. Wako watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaonja kwa kuwadhiki katika maisha yao au katika riziki zao.
lakini huwezi kujua wewe kama huyu mtu ana dhiki, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala lilfuqara alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Asiyewajua hawa Allah amewaita lilfuqara, yani hawa pia wapewe, hawa mafakiri, yani namna walivyojiweka na kujiheshimu nafsi zao. Yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf, yule asiyewajua adhania ni matajiri, namna wanavyojizuia kuomba. Hanyoshi mkono wake hivi, yuko tayari ndani ya nyumba yake maji aliyachemsha atie chumvi, kisha achukue sima choche na chumvi ale, lakini hawezi hata siku moja kunyosha mkono wake akajidhalilisha kwa watu, hata siku moja. Na ukimwona daima atabasamu yeye, na akiketi na watu wote kwake ni sawa, uwe tajiri uwe maskini, akiketi na watu sawa sawa, hajidhalilishi. Kiasi cha kuwa aweza kuja mtu akamwambia naomba bwana unikopeshe kama 100,000 hivi, mwezi tu nitakuregeshea. Kwa maana cheka sema unajua mambo kidogo yanakuwa magumu, sababu kumbe hajaiona maisha yake laki, hajaiona maisha yake. Kwa nini? Yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf, izza katika nafsi yake yamzuia. Hawa ndio wanaostahili zaidi kusaidiwa, wajizuia, haonyoshe mkono yao. Kwa hivyo fuqara ni wale ambao hawapati cha kujitosheleza katika maisha yao na hawana uwezo wa kuchuma, au yajiduna ba'd al-kifaya, wapata sehemu katika kile cha kujitosheleza kidogo. Na ulama wataja tofauti baina al-miskin wal-faqir. Miskin ni yule ambaye dakhli yake si chini ya nisfu al-matlub, yani bimaana apata 50% kwenda juu, lakini hapati kamili. Kwa mfano, kwa mwezi ahitaji shilingi 10,000 kwa mfano ya Kenya, lakini yeye kwa mwezi apata 5,000, kwa nusu ya kile anachokihitaji hana, ama apata 6,000, takriban nusu ya kile ambacho akihitaji hana. Huyo maskini. Na fakir dakhli yake ni aqal min nisf, bimaana akiwa ataka 1,000 apata shilingi 200 ama 100 tu, na yeye wahitaji 1,000. huyu fakir. الشيخ الفوزان يقول فيعطون من الزكاة كفايتهم إن كانوا لا يجدون منها شيئا. hawa watapewa katika zaka kinachowatosheleza ikiwa hawapati katika kile kinachowatosheleza chochote. Bimaana yeye daima apata lile pato lake, kama ni shilingi 200, haya 200, twende polepole, ndio hicho anachotumia kununua mboga, anunue na mkate, wagawanye mkate mmoja, silesi moja, almuhim maisha yaenda. Kwa hivyo watapewa kiasi ambacho kitawatosheleza. au yu'tauna tamama kifayatahum in kanu yajiduna ba'daha li'amin kamilin. Kuna wale ambao hawapati kabisa, hao watapewa 100%, tasaidiwa. Na kuna wale ambao pengine kwa mfano yupata 30%, ataongezewa juu yake ngapi? 70, ili ikamilisha ile mahitaji yake. Li'amin kamilin, ya mwaka mzima. Na hii ikiwa kuna baitul mali, kuna baitul mali na mpangilio wajulikana huyu maskini. Kwa hivyo aangaliwa kwa mwezi atumia kiasi gani, apewa shika hizi za mwaka mzima. Yani huu mwaka mzima sasa wewe waweza kujipanga mpaka. Kwa nini nimeweka mwaka mzima? Kwa sababu zaka yatolewa mwaka mpaka mwaka. Kwa ikiwa mwaka unaokuja pia bado hajakuwa ni mwenye uwezo, bado yuko katika hali ya ufakiri au maskini, atasaidiwa tena waka.
الثاني المساكين وهم أحسن حالا من الفقراء هوا حالي yao ni nzuri zaidi kuliko mafakiri فالمسكين هو الذي يجد أكثر كفايته أو نصفها maskini ni yule ambaye apata kiasi kikubwa katika kile kinachomtosheleza au nusu yake bimaana ikiwa amekosa 70-80 basi yupata 50 fayu'ta min az-zakati tamama kifayatihi li'amin kamilin huyu atapewa katika zaka kile kinachotimiza mahitaji yake kwa mwaka mzima kwa hivyo itaangaliwa kwa mfano yupokea mshahara 1500 na yeye wahitaji 10,000 itapigwa hesabu 1500 zile anazozikosa kila mwezi ambazo ndo zakamilisha mahitaji yake kwa mwaka mzima ni ngapi yani miezi 12 kisha atapewa kiwango kile kimsaidie mwaka mzima Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah amekwenda kwa kauli ya kuwa yajuzu kumpa zaidi ya hivyo ikiwa itapelekea kwake yeye kujitosheleza kikamilifu akawa hahitaji tena kuchukua zaka amaanisha nini kwa mfano yule maskini lau kama atafunguliwa biashara fulani aweza kutosheleka na ile biashara kutokamana na kuomba au kupewa zaka basi yawezekana kuchukuliwa katika Baitul Mal zaidi ya kile kiwango ambacho kitamtosheleza ili afanye nini ili aweze kujitosheleza yeye mwenyewe ila al-abad asiwe ahitaji tena kupewa zaka kwa mfano mtu ana ujuzi wa useremala ujuzi anao lakini hana vifaa na hana mahali pa kufanya shughuli zake kwa hivyo huyu kiongozi wa Kiislamu aweza kuamrisha kuwa sawa pale fulani pale tutakukodishia tutakulipia kodi ya mwaka mzima shakulipia na vifaa vinavyohitajika ni kadha na kadha na kadha akanunuliwa vile vifaa pia atapewa vile vifaa kisha aambiwe aendeleze kazi yake mwenyewe ikiwa itafika mwaka basi ametosheleka alhamdulillah ikiwa atahitaji atasaidiwa bado na Sheikh al-Islam akaenda kwa yajuzu kumpa zaidi ya kile anachokihitajia ikiwa itapelekea kwa kufanya nini kujitosheleza yawezekana maskini kuwa na gari katika maisha yetu tunaoishi yawezekana sio maskini ana gari hakuna kwa nini hakuna أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر يا أخي ولمسكين ونسفينة أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر yawezekana mtu ana gari yake pengine afanya taksi lakini hana uwezo isipokuwa kwa kadri ile maskini kwa mfano kama huyu sasa gari yake imeharibika imekaa pale hana namna ya kutengeza ile gari ili iwe ndiyo njia ya dakhli yake masdari ya riziki yake yani njia ya kupata riziki yake kama huyu pia aweza kusaidiwa na kile kiwango ambacho kitatengeza kile ambacho akitumia kuwa ni sababu yeye kupata nini kupata riziki yake kwa hivyo yawezekana kama tulivyotaja hapa kwa huyu seremala kuwa anunuliwa vifaa vya kumsaidia yeye katika kazi yake na kadhalika huyu atatengenezewa gari yake kisha afanye ile kazi ambayo itamtosheleza pengine mwaka mwingine kutokamana na kuomba au kuchukua zaka lakini haya yote yahitaji mpangilio mkubwa sana sasa hivi pengine unaweza kupata mtu mmoja zaka yake labda shilingi 10,000 طيب 10,000 itamsaidia mtu nini mfano basi wamsaidia tu mtu ampa zaka shika hii basi atatumia siku 2 shaisha siku 3 shaisha lakini katika nchi ambazo ni za Kiislamu kwa mfano kukaeka nidhamu ya Baitul Mal na kadha ile kweli yaweza kusaidia watu kisawa sawa ndio pale wapata mtu apewa mahitaji yake ya nini
ya mwaka mzima. Ndio pale mtu amepungukiwa katika kazi yake asaidiwa. Wallahi lau kama Uislamu ungelikuwa watawala katika ulimwengu, watu wangeishi na raha sana. Ulimwengu umepata hasara kubwa sana kwa kutotawalwa na Waislamu. Lakini nidhamu ya Kiislamu ndio nidhamu iliyo bora kabisa. Wakati wa khilafa zilizopita ilifikia wakati mpaka makafiri katika nchi za kimagharibi walikuwa wakiomba waje kutawaliwa na Waislamu, namna walivyokuwa wakidhalilishwa na kudhulumiwa na nchi zao. So tazama nidhamu kama hii. Sasa hivi utakuta kuwa serikali nyingi za wanyonya wale raia wake, kila wanavyoweza kuwapokonya utawapokonya kwa njia yoyote ile, na asipate faida yoyote kwa kile anachokitoa. Akija huko apunguzwa, akija huko afinywa, akija huko afinywa, akija huko afinywa, akija huko afinywa. Kwenye mshahara wake amekatwa hiki, kwenye hiki amekatwa hiki, mpaka mkate akinunua shakatwa hiki, mpaka ile akinunua akatwa huko. Yani ingelikuwa hawa binadamu ndio watu wa riziki, tungekufa wengi sana tungekufa. Lakini angalia Allah subhanahu wa ta'ala, watu waishi tu katika nchi nyingi tu. Lakini lau kama nidhamu ya Kiislamu ikapangwa na kama mfano hii Baitul Mal tu, wafikiria wangapi wangelifaidika pakubwa sana bure. Waangaliwa yule kweli astahiki asaidie, yule kweli astahiki asaidie, yule astahiki asaidie. Wakati wa Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, ilifikia mpaka zaka za tafutwa watu wa kupewa, hakuna watu wa kupokea zaka. Na wakati ule watu walikuwa wacha Mungu. Sasa useme ati hizi zaka hazina mahali pa kupelekwa, mimi maskini bwana, mimi sina, mimi hivi. Kila mtu atajiuliza kivyake, hata kama ana uwezo. Wallahu musta'an. Almuhim ni kuonyesha kwa ile nidhamu ikipangika vizuri, wallahi yasaidia sana kuondoa tabu nyingi zilizoko katika mujtamaa. Wallahu musta'an. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. kwa madhambi tulionayo ile hali ikawa nzito kama mnavyoiona, madhambi tu, hakuna kitu kingine. Kumalizia athalithu, tamalizia watatu waliobakia, tutawaeleza inshallah ili tuingie katika kitabu kinachofuata. Al-amiluna 'alayha. Al-amiluna 'alayha ni akina nani? Wale wanaoifanyia kazi katika hii zaka, kusanya zaka. وهم العمال الذين يقومون بجمع الزكاة من أصحابها ويحفظونها ويوزعونها على مستحقيها بأمر إمام المسلمين. ni wale ambao hufanyia kazi ile zaka. Kivipi? Wasimamia katika kukusanya zaka kutoka kwa wale wanaotoa zaka na kuhifadhi. Na tulisema zaka ambayo imamu yachukua ni ile zakawat adh-dhahira, kama wanyama na nafaka zile na vinginevyo kusanya. Kwa hivyo vitu vinahitaji kuhifadhiwa. Kwa mfano watu wamekwenda shambani, amevuna yule mkulima kile ambacho chastahili kutolewa zaka, akatoa zaka, kile alichokitolea zaka katika chakula chatakana sifanye kihifadhiwe. Na kwa mfano ni wanyama, ametoa ngamia, mwingine ametoa zaka ya ng'ombe zake, mwingine ametoa zaka ya mbuzi. Kwa hivyo hawa wanyama watahitaji kuhifadhiwa na kuangaliwa. Kwa hiyo hawa ndio kazi zao, kisha kufikisha kwa wale wanaostahili, lakini kwa amri ya kiongozi wa Kiislamu. Wala amilina 'alayha, ni lazima iwe kwa amri ya kiongozi wa Kiislamu. fayu'tuna min az-zakati qadra ujrati 'amalihim, hawa watapewa katika zaka kwa kadri ya malipo ya ile kazi wanaoifanya.
إلا إن كان ولي الأمر قد رتب لهم رواتب من بيت المال على هذا العمل فلا يجوز أن يعطوا شيئا من الزكاة كما هو الجاري في هذا الوقت. asema isipokuwa ikiwa yule kiongozi amewaekea mshahara hawa ambao amewatuma kukusanya zile zaka na kufanya zile, kwa mfano nenda wewe, itakuwa kazi yako kukusanya zaka ya ngamia au ya mbuzi, mwingine wewe utachukua zaka ya tende kwa mfano kwenda kukusanya kule. Kwa hivyo ile kazi anayoifanya ile itaangaliwa mshahara wake afaa pewe ngapi. Kiongozi akaona kuwa mimi nitampa mimi mwenyewe mshahara huu katika Baitul Mal, apewe mshahara wake. Sasa huyu ikiwa amewekewa mshahara wake katika Baitul Mal ya Waislamu, haifai kwake yeye kupewa chochote katika zaka. Huyu haifai kupewa chochote katika zaka. Zamani ilivyokuwa watu hawajavama katika maasi yaliyoko leo, khairi zilikuwa nyingi sana, mengi nyinyi vijana wa siku hizi hamjayaona. Mimi nakumbuka tukiwa tusoma katika miaka ya 90 zile mwanzo kule 92 na 3 na 4, kutoka mamlaka ilikuwa zikija tende huku, si Ramadhani, miezi yote, unga sijui ngano sijui vitu gani. Kila siku mkitoka madrasa mpanga foleni, kila mtu atoka na jifuko lake, na kama ni unga uko nyumbani, na kama mko ndugu kama 5 au 6 hivi mtakula chapati mwezi mzima nyinyi. Siku hizi hamna kitu kumekauka. Hata maembe uokote siku hizi, ushapita njiani kokota maembe hakuna tena. Zamani wallahi ukipita hivyo na embe lile linaanguka, hilo linaanguka jamaa, mshakata mwala pamoja pale, hayaanguki tena jamaa. Mwanzo iko wapi miembe? Pia inkauka. Madhambi kitu kibaya sana, wallahu musta'an. Sasa na hawa pia al-amiluna alaiha waelewe ni watu wa aina gani, kwa sababu wako watu leo wao ni wawakilishi wa watoaji zaka, lakini wajiita wal-amiluna alaiha. Bimaana tajiri aweza kukuita fulani, njoo hiki kima ninacho, nenda kakifanya nini, kakigawie kwa watu wanaostahili kupewa zaka. Mtu wa kwanza akajianzia yeye, wal-amilina alaiha. La wewe huisabiki wal-amilina alaiha ni wale wanaotumwa na kiongozi. Ikiwa wewe ni katika maskini, basi jiwe katika kundi la maskini kwa mfano. Lakini ikiwa unao uwezo, ni haramu kwako wewe mwakilishaji kuchukua nini, kuchukua katika ile zaka. Kwa hiyo ikiwa wali al-amr amewaandika kazi wale watu wafanye ile kazi, haijuzu wao kupewa katika zaka kama ilivyo leo. Sheikh Al-Fawzan asema, na hii labda itakuwa ni mamlaka, fa innal ummala yu'tuna min qibali ad-dawla, wale wafanyikazi wa kusanya zaka na nini walipwa na serikali, fayakhudhuna intidabatin ala amalihim fi az-zakah, yani maana wachukua mshahara wao kwa ile kazi yao wanaifanya katika zaka. فهؤلاء حرام عليهم أن يأخذوا من الزكاة شيئا عن عملهم. hawa ni haramu kuchukua chochote katika zaka eti kujilipa kwa ile amali wanaoifanya, kwa ile kazi wanaoifanya. لأنهم قد أعطوا أجرة عملهم من غيرها, kwa sababu tayari washapewa wao mshahara wa ile kazi wanaoifanya kutoka kwingine. Haijuzu kwa wao kuchukua katika nini, katika zaka. Na wal-amilina alaiha yaingia ndani yake pia kwa mfano wachungaji wa wale mbuzi wa zaka ama ngamia za zaka kwa mfano, au kwa mfano kukawa na nafaka ikawa kuhitajika mahamali wabebe, wale pia wapewa katika nini, katika zaka, al-amilina alaiha. Na kwa mfano kukahitajika magari ya watu kusafirisha kutoka katika sehemu moja kwenda nyingine, kubeba na nini, wale pia waweza kupewa katika nini, katika zaka, wal-amilina alaiha. Kwa ufupi, kila ambaye achangia katika hili jambo la zaka lifike kwa wale wanaostahili kutoka kwa kiongozi wa Kiislamu, basi yule aingia katika nini, wal-amilina
عليها. والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.